Kwa jina naitwa Renato Sisona, ni afisa uhusiano wakala wa majengo Tanzania TBA. TBA ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Ujenzi na majukumu yake ni kusimamia na kuendeleza miliki za serikali. Tukizungumzia miliki tunamaanisha nyumba, tunamaanisha viwanja, mashamba na majengo ya serikali. Lakini pamoja na kusimamia hizi miliki, pia tunajenga na kusimamia miradi ya serikali, kusimamia majengo ya serikali. Hayo ndio kwa kifupi majukumu ya wakala wa majengo Tanzania TBA. TBA imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya serikali. Kama nilivyotangulia kusema, miradi ya ujenzi ikisimamia majengo mbalimbali ambayo yanayojengwa. Inajenga nyumba kwa ajili ya watumishi wa umma, nyumba hizi za kupangisha ambazo pia inasimamia kuziendeleza. Tuna miradi mbalimbali nchini katika mikoa yote ya Tanzania ambayo inahusisha miradi ya ofisi za serikali, nyumba kwa ajili ya watumishi wa umma, lakini pia na majengo mengine. Miradi hii mingine tunasimamia, lakini mingine tuna design wenyewe na tunajenga. Iko katika mfumo huo wa kudesign na kujenga, lakini mingine tunajenga, lakini mingine pia tunasimamia. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunafanya. Na ukiangalia hata hapa kwenye banda letu utaona miradi mbalimbali ambayo tunafanya kama wakala wa majengo Tanzania. Katika kutekeleza dira ya maendeleo sasa ya 2050 ambayo imejikita katika kujenga uchumi jumuishi, kwamba imeelekeza uchumi jumuishi, kwamba sekta za umma kushirikiana na sekta binafsi ili kuweza kujenga uchumi. Ili kufika 2050 ushirikishwaji huu uwe mkubwa na uchumi kuweza kuwa mkubwa. Kwa hiyo sisi wakala wa majengo dira ya maendeleo tumeanza kutekeleza. Tuko na maana kwamba mpaka hivi sasa tumesha ainisha maeneo 149 kwa ajili ya uwekezaji. Lakini maeneo 38 yenyewe tumetangaza kuita wawekezaji. Na maeneo haya yako katika mikoa 20 ya Tanzania. Mikoa hiyo hapa Dar es Salaam pia tuna maeneo, ukienda Iringa tuna maeneo. Iringa pale mjini kuna sehemu inaitwa Mwembe Togwa pale. Ipo mjini kabisa, pale tuna viwanja vyetu ambavyo unaweza ukajenga hoteli, unaweza ukajenga maduka ya biashara, shopping mall, unaweza ukatengeneza nyumba za biashara hizi apartment. Kwa hiyo viwanja hivi vipo maeneo ambayo ni potential, maeneo howevu ya mjini ambayo unaweza kufanya shughuli za biashara. Kwa hiyo ukienda pale Mwanza kuna eneo tumeainisha maarufu Ghana Kota. Lile eneo liko kwenye barabara ya kwenda uwanja wa ndege wa Mwanza. Na Mwanza tunajua ni kitovu cha Afrika Mashariki. Lakini pia ni gateway ya kwenda Serengeti National Park. Na hiyo hivi karibuni Mwanza kile kiwanja chake kitakuwa kinapanuliwa, kitakuwa kiwanja cha kimataifa. Kwa hiyo ukiwekeza Mwanza huwezi ukapoteza. Kwa hiyo pale Mwanza sisi wakala wa majengo tuna eneo zuri kabisa, yani viwanja katika hilo eneo la Ghana Kota ambao mtu anaweza kajenga apartment, unaweza kajenga maduka ya biashara. Na mikoa mingine ya Tanzania ikiwemo Tabora, Kagera, Kigoma, Morogoro, Songwe, Arusha, Mbeya, kote kule tuna viwanja ambavyo ni very potential kwa ajili ya uwekezaji. Kama nilivyotangulia kusema, wawekezaji mnaweza ukawekeza kwa kujenga nyumba za biashara, za kupangisha, zikiwemo apartment, hoteli, lakini pia na maduka ya biashara. Kwa hiyo katika maonyesho haya ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba tunawakaribisha wawekezaji kuja kuwekeza na sisi katika kutekeleza miradi hii ya ubia. Ukija kwetu utapata taarifa zote. Miradi hii ya ubia ni ushirikishwaji baina ya sisi taasisi za serikali na sekta binafsi. Ili kuweza kujenga uchumi tunatekeleza dira ya maendeleo ya 2050 ambao inatutaka ushirikishwaji katika kujenga uchumi kati ya sekta binafsi na sekta za umma. Kwa hiyo tunawakaribisha wawekezaji wote waje, na tukisema mwekezaji hatulengi mwekezaji wa nje. Hawa ni wawekezaji wote, mwekezaji wa ndani na wa nje. Na mwekezaji unaweza kuwa mtu binafsi, unaweza kuwa kampuni,